baada ya Mungu alipoamuru bado kama anatuambia kuwa hataki vile vitu ambazo tunaenda kujua kwake. Upande mwingine anatuambia we should sacrifice. So we want to know why we sacrifice those sacrifices. Ndipo tunasoma kitabu cha James tukiachilia pale Jumapili na hakupi ambao tulikuwa tunaambiwa kuwa it is a demonstration of our faith to our God. Tunasikia wakati tuna sacrifice, hiyo ndio tunadhihirisha imani yetu ambayo tunaikiri katika matendo yetu. Lakini wakati tunashindwa kusacrifice, then even though tuna claim kuwa tuna imani, basi ile imani yetu imekufa, haipo. So sacrifices is all about the demonstration of faith. Tulikuwa tumefundishwa faith is all about, ama inakuja kutokana na utendakazi wa Injili kuhusu Kristo. Tunasikia na unakuja kuangalia wakati tulikuwa tunasoma katika kitabu cha James, kuna vitu ambavyo alikuwa anataja pale na pia viko katika the line of the fruits of the Holy Spirit ambao pia vinadhihirisha katika kule utendakazi kufikiria kama ambavyo tunahitajika nafasi ya Mungu ya maisha. So tukadi kwenda katika kitabu cha James 2:14-25 na kusoma kitabu kingine. Biblia inasema hivi from number 14, my brothers and sisters, what good is it for people to say that they have faith if the action do not prove it? So faith can only be demonstrated through action, and faith is all about believing in the word that comes from the mouth of God. Na sisi tumeokoka kwa sababu ya ule utendakazi, ili tubade kudhihirisha ile imani ambayo tumepewa kulingana na neno la Mungu ambalo limeachiliwa kwetu. So katika hilo neno ambalo tumelipokea, hawezi kufikiria utendakazi wa kulitimiliza mpaka upate kuwa na action. The action is all about now to sacrifice. Kwa sababu sasa anaenda chini na kusema kuwa can that faith save them? Then another number 5. Suppose there are brothers or sisters who need clothes and don't have enough each. What good is there in your saying to them, God bless you, keep warm and eat well, if you don't give them the necessity of life? What does it say? So faith without the action haiwezi kumuokoa mtu ama haiwezi kumponya mtu. Lazima ipate kuwa demonstrated by action. Bwana sikia. That's why the Bible says that Abraham had faith, but ilibidi apate kudhihirisha hiyo imani wazi kwa kujitoa, na Mungu akakuja akamwambia kuwa anataka mtoto wake wa pekee, Bwana sikia, ambaye alikuwa anaitwa Isaka, na kupigia kwa huyo ndiyo ikakuwa kuwa alikuwa anaenda kudhihirisha utendakazi kwa imani aliyokuwa nayo. When you read the book of Hebrews, kwa sababu tutakuwa tunalenga Hebrews and James, tuelewe vizuri. When you see Hebrews 11 from number 4, the Bible says that it was faith that made Abel offer to God a better sacrifice than Cain's. Through his faith, he won God's approval as a righteous man, because God himself approved of his gift. By means of his faith, Abel still speaks, even though he is dead. So the failure to sacrifice is a demonstrate wazi kuwa, even though you say you have faith in God, you don't believe in him. But by sacrificing, then you demonstrate wazi kuwa you believe in him and you walk by him. Because walking by God is walking by faith.
And you cannot walk by God or walk by faith without demonstrating that faith through action. Bwana asifiwe. And that's why the Lord gave some instruction to the people of Israel. So that wapate kudhihirisha kuwa tofauti kati ya mataifa mengine, jinsi vile wanaishi kulingana na utendakazi wa Mungu. The two here, brothers, offered the sacrifice. Abel and Cain. Cain akiwa the firstborn in the house of Adam. Na unakuja kuangalia Biblia inapojirudia kiongea inaonena kuhusiana na the sacrifice of Abel. Na Biblia inasema kuwa Abel offered the firstborn katika malisho yake, kundi lake la kondoo. Na huyu akaenda akatafuta vitu ambavyo havikuwa na value, akakuja pia akaofa before God. Na unakuja kuangalia katika utendakazi, so that Mungu apate kujua you value the faith you confess, you profess. Then katika ule utendakazi you can only show it by demonstrating through faith. You can demonstrate it through faith by giving out the firstborn, something you value, something important to your life, something that is at the center of your heart. That is what you call sacrificial offering. And that's why when tulikuwa tunasoma katika utendakazi wa Jephthah, God wanted him to keep his own daughter. Na katika ule utendakazi akamchoma kama dhabihu kwa Mungu. Na kwa sababu ya hiyo God gave him victory. And that's why Biblia inasema kuwa without demonstrating faith through action, then the faith you profess or you confess will not save you katika ule utendakazi. Bwana asifiwe. Na ndio maana hapa wameuliza katika James, wakauliza hivi, can that faith save them? Bwana asifiwe. Ukiangalia Cain and Abel, the faith of Cain is failing to save him, and Cain is the one that anaenda kuangamia. But the faith of Abel is saving him. And the Bible is saying even though Abel hayuko lakini bado ananena. Bwana asifiwe. By means of his faith, Abel still speaks even though he is dead. Kenye kilisababisha the faith of Abel ibado kuwa na nguvu, na even though amekufa bado damu yake inanena, it was because of demonstrating the faith he had through action. So angekosa kudemonstrate the faith he had through action, then the faith maybe alikuwa na confess haingemsaidia, ingekuwa kama ya the brother. Hallelujah. So katika utendakazi, it doesn't matter which level we can go katika ule utendakazi. Lakini kwa nafasi kubwa Mungu anatupa uwazi kuwa if we want to be his people, lazima tubade kudemonstrate ile agenda by offering out the sacrificial offering, things that they are at the most of the center of our heart, ili tubade kuafikia kile ambacho kinahitajika. Katika hiyo nafasi ambayo ametupa ni kwa ajili ya kufikiria kile ambacho kinahitajika. Bwana asifiwe. Biblia pia inasema hivi, suppose there are brothers or sisters who need clothes and don't have enough to eat. What good is there in your saying to them, God bless you, keep warm and eat well, if you don't give them the necessity of life? Bwana asifiwe. Okay, in line with what James was saying, inakuja katika ule utendakazi wa kuangalia the fruits of the Holy Spirit, because he is talking about kindness, he is talking about love, he is talking about katika ule utendakazi wa kudhihirisha ile imani kulingana na neno ambalo umelisikia, kukuja na kuliweka katika matendo. Bwana asifiwe. And that's why Biblia inasema kuwa the giving of the people on how walikuwa wanakuja kudemonstrate even in the early church and the church of the apostles, katika ule utendakazi wakati tunasoma katika Matendo ya Mitume, their sacrifices ilikuwa inakuja kudhihirisha ule utendakazi ambao unahitajika kwa Wakristo ambao wamekuja pamoja na hawajiwezi katika ule utendakazi. So you cannot confess faith ambayo hawezi kuidemonstrate kupitia katika matendo. Bwana asifiwe. The Bible will call you a liar, and that faith will not save you. You can only speak of the faith or the God whom you can really come out and do something for this God,
whom you are talking about. If you cannot manage, then it's difficult for you kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati ukiangalia katika hiki kitabu cha Hebrews 11, unaangalia katika ule utendakazi, kila mwenye alifaulu kuingia katika ufalme wa mbinguni alikuwa na imani kwa Mungu. Lakini Biblia inakuambia kuwa alikuja na kudemonstrate that faith through action. Ndio akakuwa na uwezo wa kudhibitisha kwa Mungu kuwa mimi ni mwanao. Bwana asifiwe. Na Mungu akajidhihirisha kwake kuwa now you are my son or you are my daughter. Ndio akafikiria ule uwezo wa kumsaidia apate kufika kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. When you look 17, the Bible says that it was for that made Abraham offer his son Isaac as a sacrifice when God put Abraham to the test. Abraham was the one to whom God had made the promise, yet he was ready to offer his only son as a sacrifice. God had said to him, it is through Isaac that you will have the descendants I promised. And I promised. Abraham reckoned that God was able to raise Isaac from death. And so to speak, Abraham did receive Isaac back from death. It was faith that made, it was faith also that made Esau, it was faith that made Isaac promise blessing for the future to Jacob and Esau. Bwana asifiwe. So faith lazima ipate kuwa demonstrated katika kufikia kile ambacho kinahitajika. Lakini bila imani ipate kudhihirishwa katika matendo, hawezi kufikia kile ambacho kinahitajika katika utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. So Abraham knew that without demonstrating this by burning Isaac, even though I will go and burn him, God is able, can raise him from the ashes and make him Isaac again, and later acquire my son. So what I have to do here is to demonstrate faith by action, by obeying what the Lord is demanding. Ili nipate kufikia kila ambacho kinahitajika. If you don't do, at the end of the day, you yourself who will suffer. Bwana asifiwe. Lakini ukidhihirisha, inafika mahali unafikia ule utendakazi wa kuona kuwa imani yako sasa inakuokoa kutoka katika mikono ya adui. Bwana asifiwe. So faith katika ule utendakazi ndiye inatupa uwezo wa kufikia nafasi ya kuepuka zile maneno ambayo ibilisi huenda ameinua juu yetu. Lakini ikiwa hatuwezi kuidemonstrate katika action, then it's difficult that faith we confess to save us from the issues ambayo inakuja from the devil. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ukiangalia 17 on this side inasema hivi. So it is with faith, it is with faith if it is alone and includes no action, then it is dead. Bwana asifiwe. Na katika utaratibu unakuja kuangalia the procedure, the process that we are given. That first you repent, then you come to the faith through what you have been repenting by exercising something through action, ili upate kufikia kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. But if you say mimi nimeokoka, then katika ule utendakazi, as long as I have given myself to God to worship him, that is all, then your faith is dead. Bwana asifiwe. Because katika utendakazi, you cannot say, for example here, nobody can give himself to God and worship God like Abraham na wale wengine ambao walitutangulia. But their worship only alone was not enough until the time God demanded something to them, so that they may demonstrate the faith they are confessing to God. And through that, God saved them from many things. But if you don't demonstrate it through action, then your faith is dead. Now it cannot save you from anything. Because now, for example, it's like the Lord is telling us, kwamba ukimwendea katika ule utendakazi, maybe you are through challenges or some issues, and then you call to God. Then you tell God, God, I need your help because I'm in a problem. Kile ambacho kitasababisha Mungu areact kwa mambo yako na akapate kukusaidia, itakuwa vile umedemonstrate the faith you confess to him through action. You look at the sacrifice.
then katika ule utendakazi atakuja na kukusaidia. Na katika hii nafasi unakuja kuangalia kwa nafasi kubwa, watu wengi wanaona kuwa I will give my body. Your body is not your body. Your body also is the agenda of God. Bwana asifiwe. Sio yako pia ni ya Mungu, na vitu zingine zote ni za Mungu. So katika utendakazi, if he has said this is the really thing that you should do so that I may walk with you and help you to achieve this and this, hiyo ndio utasimama nayo katika kutimiliza kila ambacho kinahitajika. Katika hizo nafasi ndio utafikiria ile nafasi ya kuona kuwa hapa ndio tutafikia na hapa ndio tutastahili kutimiza hiyo kazi. Even though you are a prophet is not God. Bwana asifiwe. Abraham was a prophet. Elijah was a prophet, but he sacrificed so that God may respond. Bwana asifiwe. No, some people think when you are a prophet you are God. A prophet also uses the channel that the Bible has given out. Bwana asifiwe. And if he goes contrary the channels that the Lord has given out, God will not respond to the prayers of a prophet. Bwana asifiwe. The Bible says in the book of 1 King 18, the prophet of Baal 850 and wale wa Ashera wakakuja wakatengeneza madhabahu, wakatoa sacrifice, wakajikata, but their God did not respond. But the Bible does not tell us that because Elijah was a prophet, aliinuka tu na kuita Mungu na kukuja. The Bible says that keenly he prepared the altar. After preparing the altar, the bulls was slaughtered na zikapangwa juu ya ile madhabahu na kuni. Then after that, then he started calling Jehovah. Then Jehovah responded because the sacrifice was there on the altar. Bwana asifiwe. If the sacrifice haingekuwa pale kwa madhabahu, Elijah hata akuwe nabii mkubwa kiasi gani mwenye alikuwa raptured, angeita, lakini Mungu kwa hiyo mlima hangejitokeza na kudhihirisha kile ambacho kinahitajika. So everybody, as long as you are a human being, it doesn't matter the anointing you are carrying, the principle of faith lazima ipate kuwa demonstrated ndio upate kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na viwango ambavyo Mungu amepeana, ili upate kufikia kusudi ambalo Mungu amekupa katika maisha upate kutimiliza. Bwana asifiwe. That is the principle ambayo tumepewa katika viwango ambavyo vinahitajika. But because we have the person called the accuser, even though you will call God, he will accuse your agenda, and then he will make sure that the prayer you are praying, it does not penetrate before, and even though it penetrates before the Lord, atajaribu ku access the agenda of God na atapeana sababu za kuzuia hiyo maombi isichipiwe. But katika ile utaratibu, ikiwa umefikia kile ambacho kinahitajika, God will come na apate kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na nafasi ambayo inastahili kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. So there's nobody whether it is in the spiritual authority, it is spiritual supremacy or power, ambaye anaweza access ile nafasi ya utendakazi wa Mungu avuke hii nafasi na apate kufaulu katika agenda zake. Lazima upate kurudi chini, upade vile Mungu amesema, ndio upate kufikia kile ambacho kinahitajika. If you ignore, then you take it as foolishness. Wewe ndio katika ule utendakazi utakuja na kutemwa nje. Bwana asifiwe. Cain ignored it and he took it as if it is something useless. Then he started talking around with God, and at the end of the day, Cain alilaniwa na akaambiwa kuwa now you will walk with this world like a wonder. Bwana asifiwe. But because his brother katika ule utendakazi aliamini na kufikia kile ambacho kinahitajika, the Bible says that even though he is dead, his blood is still speaking. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na unakuja kuangalia, wanasema the blood of Abel and the blood of Jesus wanaingiza katika kuiweka katika radini. Wanasema kuwa the blood of Jesus and the blood of Abel, the blood of Jesus speaks better things like that the blood of Abel. Bwana asifiwe. So kumaanisha kuwa Abel was also a righteous kwa nafasi kubwa because of demonstrating faith by realizing the agenda of action through faith. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ukisoma pale chini, but someone will say one person has faith, another has action. Why? My answer is, show me how anyone can have faith without action. I will show you my faith by my action. Bwana asifiwe.
Kumaanisha katika utendakazi, even though you come to God, na tunaabudu vile tunakuja tukiabudu, na tunatangaza kuwa tumekombolewa na damu ya Yesu, na Yesu alikufa kwa ajili yetu na akatuokoa kutoka katika yale mambo ambayo tulikuwa ndani, na tunaamini kuwa siku ya mwisho atakuja kutuchukua. Biblia inasema kuwa yoyote ambayo utakuwa nayo bila sacrifice, Bwana sifiwe, hiyo imani imekufa, haina kazi. Na Yesu hata akirudi siku ya mwisho hata kuchukua until unajidhihirisha katika viwango vya kudemonstrate ile imani ambayo naikiri through action. Bwana sifiwe. Kwa sababu Biblia imetuambia kuwa watu wawili watajitokeza. Mmoja atasema kuwa ndaonyesha imani yangu kwa matendo. Mwingine atasema ndaonyesha tu imani kuwa naamini kuwa Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili yangu ili dhambi zangu ziondolewe, sasa nimeokoka. Lakini wanasema kuwa yule ambaye atasema tu hivyo katika kuamini, imani yake haitakuwepo. Lakini yule atadhihirisha imani katika matendo, ndiye atakuwa amedhihirisha utendakazi wa imani katika viwango vyake vya utumishi. Bwana sifiwe. How do you demonstrate your faith? In the agenda of serving God na kufikia kile ambacho kinahitajika. Bwana sifiwe. If you cannot demonstrate it through this sacrificial offering, then hawezi kufikia kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. Ukiangalia pale chini, Biblia inatuambia hivi: do you believe that there is only one God? Good. Demons also believe and tremble with fear. Bwana sifiwe. Even the devil was in heaven. The devil was created by God. Somebody was asking me, kwa nini shetani yako duniani? Nikamwambia, shetani angekosaje kuwa duniani na Mungu alikuwa amechenga jehanamu? Mungu angejua shetani hastahili kukuja duniani, hangetengeneza jehanamu pamoja na kuzimu. So the intention of God from the beginning ilikuwa shetani akuwe katika dunia. Because God angekosa kuwa na hiyo intention, then hangekuwa na nafasi ya kuchenga jehanamu pamoja na kuzimu. Bwana sifiwe. Na ingekuwa Mungu hangetaka shetani akuwe katika dunia, basi Mungu shetani vile alikosa angemwangamizia mbinguni na mambo yake yapotee. Because he created him. Something ambayo umetengeneza na udongo, una uwezo wa kuiharibu na kutengeneza kitu kingine kutoka katika huo udongo. That is what he said also in the book of Jeremiah. But he decided to bring the devil on the earth so that he may teach us to serve him. Bwana sifiwe. Na katika utendakazi ndio tunafikia kile ambacho kinahitajika kulingana na nafasi ambayo anatupa katika viwango ambavyo tunasimama kwa ajili ya kufikia utendakazi wake. Bwana sifiwe. The devil sacrifices. The people that worship the devil sacrifices. Bwana sifiwe. So if you don't sacrifice and they are sacrificing, then it's the one who will lose. Bwana sifiwe. In the book of 2 Kings niliwaambia hapa, nikasema Waisraeli walikuwa wanapigana na Waamori. Bwana sifiwe. Na Waamori walikuwa wameshindwa na Waisraeli kwa sababu walikuwa wamekuja kuinquire from the prophet Elisha. Then Elisha akamwambia, when you go to the battle, you will have victory. Then they went and they had victory. They came back. Elisha told them, if you have won victory, then you have to sacrifice unto the Lord. But they refused, and then they decided that they don't want to go to inquire again from the prophet. So they know victory belongs to them, because their grandfather Abraham sacrificed their son for them to have that victory. So it was their right to have victory. Bwana sifiwe. Walipokuwa wamerudi nyuma, the king of the Amorites asked, kwa nini Waisraeli wanatushinda? Then wakamwambia kuwa because their grandfather, their forefathers sacrificed their son to their God. Then he took his own son and sacrificed him to the king, the Lord Gemoshi, their God. Bwana sifiwe. Baada ya kusacrifice, Waisraeli wakadoka as usual, wakasema tunaenda kupigana na Waamori tutawashinda. Lakini kwa sababu hao walikuwa wametoa the ultimate sacrifice their God,
na huyu Mungu wao ameenda kuomba ruhusa mbele za Mungu, na wameona sacrifice yao inatosha, Mungu akawapa ushindi kwa Waisraeli. Bwana sifiwe. The demonstrating of faith through action, even the devil knows that. Na katika ule utendakazi, they do those things ili wapate kufikia kile ambacho kinahitajika katika utendakazi. Wow. Bwana sifiwe. So if you don't demonstrate it through action, then it will be difficult for you to manage anything in this life. Bwana sifiwe. Hallelujah. Na the risk is this. Ikiwa unakuja kwa Mungu kulingana na vile tunasoma hapa, then you are stubborn or you are undermined on the agenda of sacrificing. Chenye kitafanyika, it's like you will be serving God and you don't have his security, which means the devil atakufanya kuwa his playing ground. Chochote anataka kufanya, anakuja anafanya kwako, because you don't have the security ambayo itakusaidia kufikia kile ambacho kinahitajika. But when you sacrifice, the Bible says in the book of Job, the Lord creates the world to defend you katika viwango ambavyo vinahitajika kulingana na utendakazi wa ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe. So katika hii nafasi ni lazima upate kuangalia, am I doing the right thing even though I'm saved? Bwana sifiwe. Even though you are a widow, we saw a widow in the church. Bwana sifiwe. And Jesus celebrating the widow. They say this widow has given everything she has for life. Then the Lord has accepted her sacrifices kwa ajili ya utendakazi wa kufikiria kile ambacho kinahitajika. Bwana sifiwe. You cannot say I'm very poor in a corner whereby I cannot sacrifice anything unto the Lord. Katika utendakazi, then you will be failing kufikia ile nafasi ambayo umepewa kwa ajili ya kutembea pamoja na Mungu ili upate kufikia kile ambacho kinahitajika. So lengo la sacrifice ambayo tunaiongelea ni kudhihirisha imani kwa Mungu kuwa nimekutambua kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa leo hii nimechagua kukutumikia wewe. That is the agenda of sacrifice. Bwana sifiwe. And hii kitu inafanyika katika viwango ambavyo vinahitajika. That's why you see Jacob anasema kuwa if you lead me well, niende kwa Laban na nirudi. Nikirudi nikifika hapa Betheli mahali umenionekania, I will sacrifice for you 10% of all things that I will have. Bwana sifiwe. Na katika Yakobo alipofika mahali pale, he sacrificed unto the Lord. He honored the promise. Haikujalisha alikuwa amesanya vitu ngapi na kule kusacrifice kumkarimu vitu ngapi, lakini he decided kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi ambao Mungu alikuwa amempa apate kutimiliza kwa viwango ambavyo vinahitajika. Bwana sifiwe. So you cannot ignore it whether you like or not. Bwana sifiwe. The Bible says in the book of 1 Corinthians 1 that the Gentile seek for wisdom and the Hebrew seek for miracle or signs. Sisi watu wa mataifa sana sana tunatafuta hekima. Na hekima yetu inatupoteza. Wakati unasikia kitu, unataka kuifuata na kujaribu kuweka mambo mengine. Na Paulo anasema kuwa kwa sababu ya sisi kwa watu ambao tunajifanya tunatafuta hekima, na ndio maana hatuwezi kushikilia utendakazi wa neno ambalo tumepewa na kusimama nalo. Bwana sifiwe. But because of you people of Jew, you are after signs or miracle, then also you will miss the kingdom. Bwana sifiwe. Because the Bible is plain and clear, and the demand of the Bible is also plain and clear. But we complicate things by trying to seek wisdom katika ule utendakazi, and in the process we fail to fix vitu vya Mungu vile amekusudia ili tubade kufikia kile ambacho kinahitajika. Bwana sifiwe. Another thing, ukiangalia number 19, do you believe that there is only one God? Good. The demon also believe and tremble with fear. You fool, do you want to be shown that faith without action is useless? Bwana sifiwe. Then wanatuita wajinga, the foolish people. Bwana sifiwe. Na wakituita wajinga wanatuambia kuwa you foolish.
haujui kuwa imani bila matendo imekufa. And what is this action? The action is all about sacrificing. And that's why he spoke about it hapa juu. Bwana sifiwe. So ni lazima bado kufikia ule utendakazi. Bwana sifiwe. Ule utendakazi wa kuona kuwa hawezi kudemonstrate faith without action. Bwana sifiwe. Ukiangalia mahali pale, for example 20, you fool, do you want to be shown that faith without action is useless? Bwana sifiwe. So how can we show that faith without action is useless? Bwana sifiwe. Tunakuja kuangalia wale ambao walikuwa wanajaribu kudemonstrate faith, they lacked those sacrificial hearts. Then in the process they failed to enter into the agenda of God, ili wapate kufikia kila ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. So we can only demonstrate faith by realizing the agenda of action. Bwana sifiwe. Ukiangalia number 13 of Hebrews, it was in faith that all these persons died, but from a long way off they saw them and welcomed them and admitted openly that they were foreigners and refugees on the earth. Those who say such a things make it clear that they are looking for a country of their own. They did not keep thinking about the country they had left. If they would have had the chance to return. Instead, it was better country they longed for, the heavenly country. And so God is not ashamed for them to call him their God, because he has prepared a city for them. Bwana sifiwe. They saw the city that the Lord has prepared for them. Na katika utaratibu wakafikia ile nafasi ya kusimamisha kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya kutimiliza utendakazi wa imani kwa kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kufikia nafasi ambayo ilikuwa inahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. So faith without action is dead, and the dead faith cannot save you. Bwana sifiwe. Ukiangalia number 21 of James, Biblia inasema hivi, how was our ancestors Abraham who tried with God? It was through his action when he offered his son Isaac on the altar. Bwana sifiwe. It was through action that Abraham offered his son as a sacrifice on the altar, and from there the Lord declared that Abraham is the father of all people who has faith, because utendakazi wake chinzi alivyokuwa amesimamisha imani kwa nafasi kubwa through sacrifice, ilifikia nafasi kubwa katika maisha yake na maisha ya wengi ambao walikuwa wamesimama kwa ajili ya kufikiria kila ambacho kinahitajika. Bwana sifiwe. So you cannot say you have faith but you cannot sacrifice. Bwana sifiwe. Only faith that can give you the power to sacrifice unto the agenda of God. Bwana sifiwe. But if you don't do that,
then ni vigumu kufikia kile ambacho kinahitajika. Kulikuwa na wakati David did something ambayo haikumfurahisha Mungu. Then he went to the Jebusites. There was a hill there. He wanted to sacrifice to God. Na watu wa Yebusi and the king wakamwambia kuwa tutakupea the mountain or the hill free. Also we will give you the animals, the cattle ambayo yafaa bado kusacrifice kwa Mungu wako. Lakini Daudi akasema kuwa so that I may demonstrate my faith to my God, I will not sacrifice something that nimepewa na mtu. He refused. Na akamwambia kuwa the hill nitainunua. Si kwamba nainunua ikuwe yangu, lakini ninainunua kwa njia ya kuikodesha, so that nipate sacrifice kwa Mungu wangu. Pia sadaka zote ambazo nitatoa katika huu mlima zitakuwa ni gharama yangu mimi mwenyewe. So akakuja na bulls ambazo alikuwa ametoa kwake, akakuja akasacrifice juu ya mlima. Then from there the epidemic ambayo ilikuwa imeua watu 70,000 ikasimama. So katika utendakazi ni lazima upate kuangalia kuwa you cannot katika viwango vyote kufikia utendakazi ambao Mungu ameweka katika kusema kuwa you cannot sacrifice. Bwana asifiwe. So sacrificial ama sacrifice ni lazima upate kufikia nafasi ya kuona kuwa mimi na Mungu wangu tubade kufikia kila ambacho kinahitajika, so that nibade kujulikana kuwa mimi ni mtoto wake by sacrificing. Number 22. Can you see his faith and his action worked together? His faith was made perfect through his action. Bwana asifiwe. So the faith and the action works together. And now it's the action that makes the faith perfect. You see? So sacrifice is greater than faith. So you can claim you have faith, but the sacrifice that is the only one that will make that faith perfect. If you claim you have faith and you don't sacrifice, the faith is not perfect. But as fear. When you read the book of example, the book of Romans, Romans 11. Not 11. Let's read first 10. 10:17. So the faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. And then he goes on asking some questions. But I ask, is it true that they did not hear the message? Of course they did. For as the scriptures says, the sound of their voice went out to all the world. Their words reached the ends of the earth. Again, I ask, did the people of Israel not understood? Moses himself is the first one to answer. I will use a so-called nation to make my people jealous, and by means of a nation of fools, I will make my people angry. And Isaiah is even bolder when he says, I was found by those who are not looking for me. I appeared to those who are not asking for me. But concerning Israel, he says, all day long I held out my hands to welcome a disobedient and rebellious people. What did these people fail to demonstrate faith or to make their faith perfect? Maybe, according to the book of James, they refused to sacrifice, but they had the message. Bwana asifiwe. And Jesus says that katika kitabu cha Mark 10, wakati nilikuwa tunasoma,
akamwambia, the people from east and the people from west, they will come and enter into the kingdom, and even north. But you Israel, who claims that through only the sacrifice of your grandfather Abraham, you will enter the kingdom because you have the bloodline with Abraham. Your place is the darkness. You will go to the darkness. But these people will come and they will go to Jerusalem with their sacrifice. And they will sacrifice to the true God, according to the book of Zechariah. And God will accept them, even in the book of Isaiah 18 and 19, that they will come with their sacrifices. Why is it that the Bible says that they will come with their sacrifices? They will be coming to demonstrate the faith that they have received to this God, so that they may make perfect their faith through their sacrifices. But the Bible is saying, faith comes by hearing the word. And the Bible asks, if faith comes by hearing the word, did these people, these people don't receive the message, or did not hear the word? And the Bible inajijibu na kusema kuwa they heard the message. Ikiwa imani inakuja kwa kulisikiza neno litokanalo na Kristo, je, hawa watu hawakulisikia? Biblia inasema kuwa walisikia, kwa sababu sauti ilisikika kote duniani ya Mungu kuhusiana na ujumbe wake. Na kwa nini walikosa sasa kuwa na imani? Ndiyo, walisikia, lakini walijifanya kuwa wagumu katika kudhihirisha imani yao katika matendo kwa Mungu. So kwa sababu ya hilo wakakosa uwezo wa kufikia kile ambacho kinahitajika. Wanasifia. So in this case unakuja kuangalia also, even in Israel we had the stubborn people ambao katika utendakazi wao walikosa kufikia kile ambacho kinahitajika. They missed the point. Even in Gentile, wanasifia, there is a lot of wisdom ambao tunajaribu kuweka katika utendakazi wa Mungu, and in the process we will miss the point. But the Bible is very plain and clear that if we hear it and do as the Bible or the message imekuja, then tunafikia uwezo wa kutimiliza kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu. Because he says in number 18, but I ask, is it true that they did not hear the message? Then he puts there the question mark. Then he answered with boldness, and he said that of course they did. For as the scripture says, the sound of their voice went out into all the world. Unasifia. Biblia inajibu na kusema kwamba hawa watu walisikia, kwa sababu sauti kuhusu ujumbe ilienda kote duniani. Unasifia. That's why saa hii ukienda kwa magari wanahubiri, kwa radio wanahubiri, kwa TV wanahubiri, kila mahali, kwa stage za magari, popote penye unapita, gospel is being preached. So in this case, the Bible was even demonstrating what is happening now, that everybody will hear the gospel. But the problem itakuwa kuwa kufikia ule utendakazi wa kudhihirisha huo ujumbe. Bwana asifiwe, katika kutimiliza. Then he says, their words reached the ends of the earth. Again I ask, did the people of Israel not understand? Bwana asifiwe. Sasa anauliza, ama hawakuelewa ujumbe? Because if you are answering and saying they heard the message, so is it true that they did not understand the message? Bwana asifiwe. Because hearing is one thing, understanding is another thing. Bwana asifiwe. Because if once you have understood the message, then now you can demonstrate the understanding of the message that you have received. And Moses anakuwa wa kwanza kujibu in the book of Exodus. Even in the book of Deuteronomy, he spoke the same thing. Then he says, Paul was quoting those scripture. And anasema hivi, baada ya kuuliza, again I ask, did the people of Israel not understand? Moses himself is the first one to answer, I will use a so-called nation to
to make my people jealous, and by means of a nation of fools I will make my people angry. Bwana asifiwe. What was the message when the Lord appeared to Moses? Moto ikiwa inawaka kwenye kichaka. Mungu alimwambia Musa, ninataka uende uchukue wana wangu wa Israeli kutoka katika mikono ya Farao ili waende changwani wanitolee dhabihu. So he was demanding his people to go and sacrifice for him. But did they sacrifice? Even every day when Moses and Aaron appeared before the Pharaoh, he was asking the Pharaoh to release the people of God, that they may go to the desert and sacrifice to the Lord. The Pharaoh told Moses, you can take your people and go, but leave other things. Then Moses and Aaron told Pharaoh, we don't know what will God ask for us to sacrifice for him when we are in the desert. So we have to go with everything, our flocks, everything that we have. Ili tukifika huko, chochote atauliza kikuwe available, so that we may sacrifice to him, because we are going to sacrifice. But did they do? When they entered in the desert, they started complaining for the better life instead of sacrificing, fulfilling what the Lord was demanding, asking them to be released to do. You see, that's the same thing we do. When we come to church, we start demanding Jesus to give us the better life instead of sacrificing to him what we have. Bwana asifiwe. When people come to church, they have come to sacrifice to God what they have. And this is what the apostles did when they came together, got the book of Acts. The Bible says that people started selling their fields, bring the money to the church to sacrifice to God. But the nowadays church, when they come to the church, they want Jesus to sacrifice to them, to give them better life, to give them better whatever, to give them better whatever. Bwana asifiwe. But that is the same thing that the people of Israel did. They started asking, we know he divided the Red Sea. Can he do another miracle by giving us fish, meat, bread, and many other things? Bwana asifiwe. And this is again the question that people are still asking. We know that he did this and this. Can he again do this? Bwana asifiwe. But in the agenda of God, hajatuita ili tubaki kuishi maisha ambayo hawa waliishi wenye walishinda, lakini ametuita tuishi maisha tofauti ya kudhihirisha ule ushindi wake ndani mwetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sometimes when we fail to the agenda of God, na katika ule utaratibu also, God allows the devil to win or to make us look we have lost or we have failed. We thought that our God is weak, but that's fair. But God remains to be strong. But we people who has failed are the people who are weak, because we failed to demonstrate our faith in the agenda ambayo Mungu ametupa tupate kuafikia katika ule utendakazi. Bwana asifiwe. The Bible says that Israel wakati walikuwa wanatoka na Joshua Jordan, wakivuka Jordan wakikuja, they obeyed the Lord and they demonstrate the agenda of God katika viwango ambavyo vinahitajika. Then wakacelebrate the festival of the soya beans. Alafu walipo cross the Red Sea, walikuwa wameoffer the sacrifice of the greens to the Lord. Then wakati wali cross the victory, the Lord sent the double angels kukuja kukutana na Joshua, kumpa courage na kumsaidia kwa sababu ya vile vita walikuwa wanaenda kwa Jericho. Bwana asifiwe. Walipofika Jericho, they obeyed what the Lord alikuwa amewapa kulingana na ule utaratibu. They won the victory. But there was some instruction. Na ilikuwa ngumu, because it was like now this is instruction has come out like a sacrifice to God. Na itakuwa kuwa mkiangusha Jericho mkimaliza, don't take anything katika ule mji. What happened? Agan akaona those content things ambazo zilikuwa pale za dhamana, then he decided to take them. Wakati walienda kukamp
wapigane na Ai to the smallest city among the cities walikuwa wamegonga. Biblia inasema kuwa kila wakati walipojaribu kwenda kukutana na Ai ilikuwa na wapiga na washinda, na Waisraeli walikuwa na wao wengi sana. And then Joshua decided to go back to God, and he teared his cloth into pieces, and he asked God, kwa nini tunashindwa? Then the Lord told him that kuna shida katikati yenu. Bwana sifiwe. So it's not that I have faith that I'm weak katika kufikia ule utendakazi wa kufikiria kile ambacho kinahitajika, but there is a problem within your people that has caused this failure katika ule utendakazi. Then wakati walipiga huyu mtu mawe, wakapiga bibi yake mawe, punda na kila kitu wakaua, wakaaja kwenye ponde na mauti. Then waliface Ai, wakashinda. Hallelujah. So katika utendakazi, you can only demonstrate the agenda of God through sacrifice. Hiyo tu ndio inadhihirisha kuwa imani yako inafanya kazi katika ule utendakazi. Hearing is good because hearing is the one that brings faith. I heard what that person was talking about, na nikafunjika na nikahisi kutetemeka na roho wa Mungu akanishukia, na nikaona yale anasema kuwa ni kweli. That is good. But ule uwezo wa Mungu ambao umekushukia na kukusaidia kuelewa na kukuza imani ndani mwako, sasa kuna demand ya kuthibitisha hilo neno liwe thabiti ndani mwako by offering a sacrifice, and that is the only thing that will show you have understood what you have received. But when you sit there and say, I'm waiting for heaven and for better life because I'm in Jesus and Jesus is living, then katika ule utendakazi itakuwa ngumu kufikia nafasi ambayo inahitajika. Bwana sifiwe. And that's why Moses akawaambia kuwa a nation of the foolish. When we talk about the nation of the foolish, we are not saying that these people are foolish kwa mambo mengine ya dunia hii are wise. And that's why Paul called them, these people search for wisdom, but they are foolish to the things of God. They don't understand the message about God and his kingdom. But when these people, Moses was saying, watasikia mambo haya kuhusu huyu Mungu ambao nyinyi mmesikia kumuhusu na mmepuuza, watajitokeza na kufanya vile Mungu ana demand, na watapata nafasi ya kuitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. And that's why Hosea also spoke the same thing when you read the book of Romans 9 number 25. This is what he says in the book of Hosea. The people who are not mine, I will call my people. The nation that did not love, I did not love, I will call my beloved. And in the very place where they were told, you are not my people, there they will be called the children of the living God. Hallelujah. So katika utaratibu, what do you see? You see the agenda of the people that will come out with the power of action to confirm or to make the faith perfect. Ndio maana Yesu akasema kuwa, bila aliambia hawa akamaliza na akasema hivi, sasa mnapotembea mjihoji, kwa sababu wale wanajiona kuwa ni wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wale ambao mnawaona kuwa ni wa mwisho, the nations of the foolish, they will be fast katika ule utendakazi. Bwana sifiwe. Na Isaya akasema the same thing to the people katika viwango ambao vinahitajika. Hallelujah. So katika hii nafasi ni lazima udhihirishe utendakazi wa imani katika matendo, ili upate kuhakikisha kuwa unafikia moyo wa Mungu, ili upate kusimama kwa ajili ya kile ambacho kinahitajika katika utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana sifiwe. Hallelujah. Then you ask yourself, what
why is it that the Lord asks us to keep so that we may make our faith perfect? Unasifiwa. Tumeipokea hapa in the book of Hebrews. Hebrews 13. Na ilikuwa imetuambia vyema tu vizuri. It was in the faith that all these people, the person died. They did not receive the things God had promised, but from a long way off, they saw them and welcomed them and admitted openly that they were foreigners and refugees on the earth. Unasifiwa. Wakati unakuja offer a sacrifice to God, you join God in demonstration that I don't belong here, I belong in heaven. But when you begin undermine and you tell God, I cannot give you these things because it belongs to me, then you demonstrate that you belong to the earth. You don't belong to him in heaven. And because these people knew that they don't belong to this earth, they belong in heaven. They are foreigners here. So they decided to offer what they have to God by showing him that at the end of the day, we will leave this earth and we will come in heaven to be with him forever. But that's the fear. So when your heart confesses the faith that, oh God, I have heard about you, I believe in you, I have understand your message. So kenye kinafuata, ili udhirishe ule wazi, lazima uungane na Mungu pamoja kutangaza kuwa hapa duniani sisi ni wasafiri ama wakimbizi, lakini tunaenda mbinguni nyumbani kwetu by releasing, giving out what you have. And that's why people decided to give out their homes. To show to God that we don't belong in these houses, we don't belong in this land, we don't belong in this whatever, we belong in you, in heaven. And that's why the Bible says that those who say such a things make it clear that they are looking for a country of their own. Wakati unakuja unafanya hivyo, unaachilia na kuonyesha wazi kuwa you are out, you are searching, you are struggling for the country of your own. And that's why wakati tulikuwa tunaangalia the book of I think it was Mark and also Matthew, wakati tulikuwa tunaangalia the person who was the rich, then he refused to give out the things, and the Lord told him that it's difficult for you to enter. And then the disciples asked Jesus, what about us who has given out everything? Bwana sifiwe. Na yeye akawaambia kuwa nyinyi nafasi yenu mbinguni ni kubwa, na pia mtapata zaidi ya wale ambao kuliko wale ambao wako navyo. Bwana sifiwe. So demonstration of faith through giving is confirming to God that I have understand myself that I'm a foreigner on this land. So I don't struggle to own the land, but I struggle to own heaven by giving out the land. But I struggle to own the heaven by giving out what I have, the shoes, the car, the motorbike, the money, clothes, food, shelter to the people that has no shelter. So katika ule utendakazi utakuwa unadhirisha wazi utendakazi wako kwa Mungu katika viwango ambavyo vinahitajika. But if you are hard, mizizi yako imeshikana na mchanga huo kawaida wa dunia hii, then you cannot do what this person did. Because you are blind, you are hard, na mizizi yako imeshikana na mchanga huu wa dunia hii. So you can only confess faith, but you cannot give out what you have to show the people that I don't belong here, I belong in heaven, and I'm demonstrating this faith by making my faith perfect through releasing these things to God. Hallelujah. So on that case, it made the people of Israel kuwa vigumu kuelewa. Bwana sifiwe. It was so difficult for them to understand. Even though hata kama sisi hatuelewi hapa, haianzi na sisi. Bwana sifiwe. Even the people of Israel ilikuwa ngumu sana. And even now the prophet are writing saying, nyi kuingia ni ngumu. Na
maybe the nations of the foolish will come. Among them we will have the remnants that will manage, lakini nyinyi hamta manage. Bwana asifiwe. Even Jesus himself told them that amongst you, who know that heaven is direct because you have the blood with Abraham, you will not manage. Bwana asifiwe. Na akawaambia kuwa tangia wakati wa Yohana mpaka sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio watakao utega. Bwana asifiwe. What that this strength comes. Bwana asifiwe. Hii strength inatoka wapi? Ndio itumie upande kutega ufalme. Bwana asifiwe. So katika ule utendakazi, it means that the journey to the kingdom of heaven is not softy the way we think. It is a journey that you have to realize that unahakikisha mizizi yako imetoka kikamilifu katika misingi na utendakazi wa mambo ya dunia hii. Unajiunganisha ukijua kuwa hapa duniani I'm a foreigner and I have to demonstrate this faith by giving out what I have to the agenda of God who is in the kingdom of heaven. Bwana sifiwe. Fail to do that, inakuwa vigumu kufikia kila ambacho kinahitajika. Bwana sifiwe. That's why ukiendelea pale chini ametuambia hivi, they did not keep thinking about the country they had left. If they would have had the chance to return. Instead, it was a better country they longed for, the heavenly country. And so God is not ashamed for them to call him their God, because he has prepared a city for them, a paradise. Bwana asifiwe. You see? So katika utendakazi unakuja kuangalia vile yafaa upande kuafikia kile ambacho kinahitajika. Ni lazima upande kuafikia ule utendakazi wa kudemonstrate faith, ndio upande kusimama na kuwa na msimamo kamili wa kuafikia kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ukiangalia for example in the book of the same book, tusonga chini, Hebrews 11, ukisoma from number 27, the Bible says that it was faith that made Moses leave Egypt without being afraid of the king's anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back. Bwana asifiwe. Haleluya. Na lazima kubali kujua, ukisikia there is faith that made somebody pursue something, that faith ilikuwa na action, ndiyo ikakuwa na nguvu ya kuwezesha huyo mtu kupita mahali pale. Even though maybe wame-mention na kumention bila alisimama na imani na hawaja-mention Kenya alifanya, lakini wametuambia wazi kuwa from the book of James that if somebody will try to demonstrate faith without the action, that faith haitakuwa alive, so haitakuwa na chochote cha kufanya. Lakini ukisikia imekuwa mentioned, kumeanisha kuwa that faith ilikuwa alive. And that's why the Lord here he said that it was faith that made Moses leave Egypt without being afraid of the king's anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back. Bwana asifiwe. Kitu gani kili make the faith of Moses kuwa perfect na waanze safari? Biblia inasema kuwa Mungu alimwongelesha Musa na akasema kuwa kila familia itoe the firstborn, mbuzi ama kondoo, firstborn, mnono mzuri, wachinjwe, watolewe kama dhabihu kwa Mungu usiku huu, na wachukue damu waweke katika milango zao. Bwana sifiwe. It was the Passover of sacrifice.
it was the evening of sacrifice, making the faith of Moses perfect, so that they may be led out of Egypt by this God they are believing in. Hallelujah. So it was not just, through faith, now it's okay, you can go out. The Lord demanded that sacrifice. The miracle has been happening, but this miracle has failed to convince Pharaoh to release you to go out. But now the time has come for you, my people, to offer to me a sacrifice, that you may make your faith perfect to me, that now I may release you to go out from Egypt. Then the Lord came and killed the son of Pharaoh and all firstborns in the house of the enemy of God. Na wao sasa wakatoka nje. Haleluya. Mungu angesema tu kwa sababu ile miujiza mmefanya na nyinyi nimefanya na nyinyi imetosha. So kupige kwa hiyo miujiza ondokeni mwende. Farao akikuja nitafanya miujiza na nyinyi mtaenda tu. Lakini ilibidi ya demand a sacrifice. In order apate ku make ile faith perfect na wakabadi kuondoka katika ule utendakazi. Haleluya. Ukisoma pale chini inasema hivi, it was faith that made him establish the Passover and order the blood to be sprinkled on the doors, so that the angel of death would not kill the firstborn sons of Israelites. Bwana asifiwe. Without the sacrifice, ama kuenda katika hii jamii wange sacrifice na mmoja akuwe kiburi aje kusacrifice, the angel of death ingekuja ingeingia kwa nyumba yake ingeua mtu. Hangesema because the Israelites are sacrificed and I belong to them, I don't sacrifice, and when the angel of death comes will not destroy me. Angekuwa destroyed. Because this is the principle ambayo Mungu alikuwa amewapa through Moses ili wapate kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. So hakuna mmoja angeibuka ili apate kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na ule utendakazi. Then he says, number 29, it was faith that made the Israelites able to cross the Red Sea as if on dry land. When the Egyptians tried to do it, the water swallowed them up. Bwana asifiwe. What made the water to swallow the Egyptians? It was because of the sacrifice these people made while they were coming out. Now here ndio will make their faith to be perfect to their God, so that he may come and defend them, ili wapate kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa ufalme wa mbinguni. When you read again, Biblia inasema hivi, it was faith that made the walls of Jericho fall down after the Israelites had marched round them for 7 days. It was faith that kept them close to Rahab from being killed with those who disobeyed God, for she gave the Israelite spies a friendly welcome. Bwana asifiwe. This Rahab sacrificed. Alipoona kina Joshua, Caleb na wengine, he slaughtered a sheep. He welcomed them. He washed their feet. He fitted them. He helped them to sneak. Na wakati walikuwa wanakuja ku break the wall, ile sacrifice ili establish imani yake kwa Mungu, na Mungu akamuokoa. Angesema tu mnakuja kuangusha hii, na mimi naamini Mungu wenu ana nguvu na itakuwa hivyo. Without sacrificing, then katika ule utaratibu Rahab hangepona kulingana na ule utendakazi. But because by sacrificing alikuwa na uwezo wa kufikia kile ambacho kinahitajika kwa vile utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. So you cannot escape this agenda, because it's the only entity ambayo inakupa uwezo wa kuonyesha your faith to be perfect before God. Lakini bila hii, haijalishi utaabudu hapa mkesha mingapi, hata ufunge mpaka ukufe, you fast until you die here 40 days, then you die without sacrificing, you will not enter. After fasting
you make a sacrifice to make that faith of prayer perfect. But that's the thing. If you don't, then nothing will happen. But that's the thing. And that's why Jesus demonstrated that if you don't do this and this, then itakuwa vigumu kufikia kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Even we people, we fast. And after fasting you say, now what will I do to the Lord after now I have break my fasting? Because you know, for me to make this faith perfect to the prayer, going in line with the prayer that I have been praying, then you must make this line go straight. If not, inakuwa vigumu kufikia kile ambacho kinahitajika. Bwana asifiwe. And many other things ambazo tunaweza soma na kufikia mambo mengi. Na hapa wanataja, ukisoma tukisonga chini tusome number 23. You should I go on? Then he said, there isn't enough time for me to speak of Gideon. Gideon also sacrificed so that the Lord may confirm him. Na Gideon alimwambia kuwa simama, nitije, nitengeneze, nilete. Ndio imani yake ikakamilika. Barak also sacrificed. Imani yake ikakamilika. Samson, in fact, when the angel came to the father of Samson in Manoah, they told the angel with his wife, don't go until we do something for you. Wakachinja mbuzi, wakakuja wakaweka mbele zake, akaonyesha fimbo yake, moto ukatoka kwa fimbo ukaichoma, moshi ikaenda mbinguni, acceptance ikakuja. Jephthah or Japhet sacrificed his own daughter. The moshi ikaenda mbinguni, acceptance ikakuja. Jephthah akafanyika kuwa the church to the people of Israel. Mwenye alikuwa the son of the prostitute, hangehesabika. David sacrificed many times, even though he sinned, but through sacrificing, he confirmed his faith back to God, and God helped him. Another person, Samuel sacrificed many times under the prophets. So the prophet is not God, ambaye ataenda tu na kusema hii mambo iende hivi na iende. No. The prophet also has to follow the channels through sacrificing. If he does not sacrifice, hata mambo itakuwa tu lazima iende hivi, itaenda hivi. And that's why he comes to the people, he gives guidance, instruction and direction, and also he sacrifices katika ule utendakazi wa kutimiliza kile ambacho kinahitajika. Bwana asifiwe. And Samuel was among the great prophets in the land, but he sacrificed a lot to his God, to confirm his faith, to make it perfect before the Lord. Bwana asifiwe. So katika utendakazi ni lazima upande kufikia kile ambacho Mungu amekupa, ili upande kusimama katika kufikiria ule utendakazi. Bwana asifiwe. Na unasikia pale namba 33 anasema kwamba through faith they fought whole countries and won. They did what was right and received what God had promised. They shoot the mouth of lions, put out fires, escaped being killed by the sword. They were weak but became strong. They were mighty in battle and defeated the armies of foreigners. Through faith, women received their dead relatives raised back to life. So you see, faith brought those people that weak into strength, wakakuwa na nguvu na wakapokea ushindi. Bwana asifiwe. And this faith ambazo zinatajwa kupitia kwa watu ni faith ambazo zilikuwa zinakuwa demonstrated by action, zinakuwa zinakuwa perfect katika ule utendakazi ambao ulikuwa unahitajika katika viwango ambavyo vinastahili. Bwana asifiwe. There was a woman alikuwa anaitwa Tabitha.
in the Bible according to the book of Acts, this woman was poor. Even though this woman was poor, she decided that she will be, atakuwa akifanya biashara yake ya shida, alafu akipata pesa yenye amepata katika hizo biashara za kuchuna ngozi na kuuza na vitu zingine, anaenda anatafuta material. Akipata material, anashonea watumishi wa Mungu nguo wenye wanahudumu na hawana wakati ya kufanya mambo yao. So alikuwa anashona nguo nyingi, ana distribute za wamama watumishi na apostles. Then there was a time this woman died. Na wakati huyu mama alikufa, watu wakalia na wakakimbia wakamwita Petro. Na Peter akasema sasa tufanyeje? Hao mama wakaanza kueleza mambo ambayo huyu mama amekuwa akifanya kwa kanisa. Na wakati Peter alisikia hayo maneno, kupitia kwa ile tabihu, imani ikashuka kwa Peter na akakimbia na akamwamsha huyo mama. Hallelujah. So katika utendakazi, what made that faith to raise this woman was through sacrificing the son of the widow ambaye alikufa when Elijah was there. The Bible said here that son of widow was raised to life because of the faith of a woman. Imani ya huyo mama inatoka wapi? Inatokana na vile Elijah aliingia kwa nyumba. He offered him what she had. Na katika ule utaratibu, the faith was made perfect. So katika utendakazi ni lazima upande kufikia ile nafasi ya kuona ni vipi utasimama kwa ajili ya kufikia kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa falme ya mbinguni. Ukiendelea pale chini, others refusing to accept freedom tied under torture in order to be raised to a better life. Some were mocked and whipped, and others were put in chains and taken off to prison. They were stoned, they were sawn into. They were killed by the sword. They went round clothed in skins of sheep or goats, poor, persecuted, and ill-treated. The world was not good enough for them. They wandered like refugees in the desert and hills, living in caves and holes in the ground. Bwana asifiwe. Hallelujah. So katika utendakazi, we are talking the people that are now in heaven, very rich, worshiping God eternally. But when you talk about their history here, then you feel some challenge. The way unachukua wokovu na the way unaishi na wokovu na the way unatangaza imani yako, wakati unaona utendakazi, unaanza kuona kuwa you are still behind katika kutimiliza kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu. Bwana asifiwe. So ni lazima upate kuangalia. Na anasema hapa, what a record all of these have won by their faith, yet they did not receive what God had promised, because God had decided on an even better plan for us. His purpose was that only in company with us would they be made perfect. Bwana asifiwe. So faith is a demonstration ambayo inatufanya tupate kuingia katika utendakazi wa Mungu. But faith can only be made perfect katika utendakazi ambao tunausoma hapa. So ikiwa faith yako haitakuwa made perfect, then haitakuwa na nguvu ya kutekeleza na kutimiliza kila ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini if faith itakuwa made perfect, then utakuwa na uwezo wa kufikia kila ambacho kinahitajika. When you see the book of 2 Corinthians 5:7 and 16, the Bible says, for our life
of sight. We are full of courage and would much prefer to leave our home in the body and be at home with the Lord. More than anything else, however, we want to be pleased Him, whether in our home, here or there. For all of us must appear before Christ to be judged by Him. We will each receive what we deserve according to everything we have done, good or bad, in our bodily life. Okay, when you see number 7, what do you see? Because it says that for our life is a matter of faith, not of sight. Okay, you have received the message. Maybe in one way or another, you have understood the message, but on your own, you have decided to be rebellious or stubborn. Or in another way, you have received the message. This is according to the book of Romans. And by receiving the message, you have decided that you don't want to understand the message and do what the message says. Then in this case, you decide to have faith and to walk with the faith, but you refuse to make this faith perfect by demonstrating through giving or sacrificing. Then you will suffer much in this one, because if our life is the matter of faith, or what matters for our life is faith, not by sight, and you claim that you have faith and you don't want to make this faith perfect, then it's a challenge. Because the Bible says when you confess Jesus, then you no longer live by sight, but you live by faith, and faith is now the matter. So kile ambacho kinahitajika bado kufanya ni kustruggle kufanya hiki kitu ambacho unaishi kwa ajili yake kipate kupokea ukamilifu kamili ndani mwako, kwa sababu kisipopokea ukamilifu ndani mwako dini hawezi kufikia kile ambacho kinahitajika. Bwana asifiwe. So for example, mtu anakuambia kuwa unaishi kwa sababu ama maisha yako inategemea hewa ambayo inapumua oxygen, na katika utendakazi kuna viekezo ambayo yapado upande kufanya ndio oxygen upande kuwa ndani mwako na upande kuishi kwa sababu ya hii, then ukose kufikia ule utaratibu, na hiyo nafasi bado ukosekana, then you are dead. Then when you are dead, then katika utendakazi hawezi kufikia chochote katika ule utendakazi. Then ndio huyo akasema kuwa faith without action is dead. Is something that you live for. It's your life. When you say, Jesus, you are my Lord and my Savior, I accept you today in my life. Come and rule and reign in my life. That is the demonstration of faith. So after you have demonstrated ule utendakazi kwa kuikiri, then wanakuja wanasema kuwa they now make it perfect so that you may live for it. The making this faith perfect is now by sacrificing. Then the Bible call it action. If it is lacking action, it's dead. If it has action, it's life, it's living. Then now you can live for it. Unaweza itegemea, unaweza kuishi, unaweza kufanya jambo kwa sababu uko hai, kwa sababu wewe uliokoka hauishi katika kutazama, bali unaishi katika imani. Ikiwa hauna uwezo wa kuifanya ikamilike ndani mwako, na Biblia inasema kuwa for our life is a matter of faith. Unasifia. So hawezi kufikia kila ambacho kinahitajika. What is for life is a matter of faith. Another thing, you go to Hebrews 11:13. Then you see these people. They saw and they understood what is the meaning of faith. And by understanding what is the meaning of faith, they decided to term this country where we are living in as a foreigner, as a foreign land. So they decided whatever they own in this land, a foreign land, to use it, to have an access or a license katika ile nchi ambayo yafaa bado kwenda kuishi. Then from there their faith was made perfect. Bwana asifiwe. And they entered in the kingdom.
now they are living katika ule utendakazi ambao Mungu amewapa katika maishani mwao. Bwana sifiwe. That's the case. But if that one does not happen, then it's so difficult kufikia ile nafasi kamili ya utumishi na utendakazi pamoja na Mungu. Bwana sifiwe. Number 16. No longer did we charge anyone by human standards, even if at one time we charged Christ according to human standards. We no longer no longer then do we charge anyone by human understanding or human standards, even if at one time we charged Christ according to human standards. We no longer do so. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Bwana sifiwe. In this case, wakati tulikuwa tunaishi huko nyuma, when tulikuwa hatujakiri imani, the life we used to live is different with the life you are living in Christ Jesus. So hatuwezi kufikiria utendakazi wa sahihi katika kudhihirisha ile nafasi ambayo tulikuwa tunadhihirisha tukiwa huko kitambo. Bwana sifiwe. And this is the agenda of understanding now the message ambapo Paul alikuwa anaongea in the book of Romans. Did they understand the message? They had it because it was clear. The sound went round all over. But did they understand the message? And the message was that life, the matter of life to the people of God is faith. Na katika utaratibu, we can now start judging things on the side of faith, not on the side of seeing things. If we still judging things by seeing, then we are still in those old houses. We have not moved to the new agenda, whereby we don't judge things according to the agenda of this world. So katika utaratibu, ndio maana lazima upate kuangalia, am I really a true Christian that has made my faith perfect before the Lord, so that nibali kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. If that one has not happened, then it's so difficult kuachieve na kufikiria kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu. Bwana sifiwe. So demonstrate faith by action. Another thing here, when we go back to the book of James, as the scripture came through that said, Abraham believed God, and because of his faith, God accepted him as righteous. And so Abraham was called God's friend. So the righteousness of Abraham also was made clear through sacrifice. Sacrifice hii ingekuwa vigumu kufikia kila ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu. Bwana sifiwe. So it can only made perfect through sacrificing, understanding right with him. Bwana sifiwe. Hilo lisipofanyika hawezi kufikia kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu kwa minajili ya ufalme wa mbinguni. Another thing, you see then that it is by
you see then that it is by people's action that they are put right with God, and not by their faith alone. So through action, the Lord make us right before Him, not just by faith alone. So I can say I demonstrate faith by accepting Jesus as Lord. Hallelujah. Tusikize ujumbe na tuendelee na ujumbe na tuelewe vile inahitajika. Sawa. Tukisumbuana na masia hapo na nakaa chini. Because we have come here to listen to the message, not the other issues. So if you want to address the other issues, sit down. Bwana sifiwe. So action is the one that made people right before the Lord. But without action, there's nothing you can do. Katika ule utendakazi wa kutimiliza kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa Mungu. So ni lazima upande kuangalia utafikia utendakazi wa kusimamisha imani yako katika matendo, ama itakuwa imani ya utendakazi wa kusikia tu na kubaki hapo na kusema nilipokea neno, so nadhihirisha kile ambacho kinahitajika katika utendakazi wangu mimi mwenyewe. Number 25. It was the same with the prostitute Rahab. She was put right with God through her actions by welcoming the Israelites, spies, and helping them to escape by a different route. So when the Bible talks about faith, inajaribu kudhihirisha utendakazi ambao Mungu amepeana kulingana na nafasi ambayo alikuwa amekusudia kudhihirisha katika viwango ambao vinahitajika kulingana na ufalme wa mbinguni. Number 26. So then, as the body without the spirit is dead, so also faith without action is dead. So this body, we go and bury people, and the matanga is many. And the body, when the spirit is dead, the body can do nothing, is useless. The same to the people that are saved. When you claim that you have faith and you are saved, you are like a Christian in a Genesa in the church. So katika ule utaratibu, you cannot go to God and claim anything, because a dead person cannot see, a dead person cannot hear, a dead person cannot speak. So most of the time Christians, we are in the church, but we are the dead corpse in the church, because we have refused to enter into the agenda of demonstrating faith that we are claiming we have through action. Bwana sifiwe. Lakini tukiingia katika ule utaratibu, then we will show the people ambao wako alive katika kudhihirisha kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. So the key things here is action. Action. Because the body to the person is also better. But when you die, the body is spared. The body does not go in heaven. The Bible says that we will receive the new bodies. So if the body that when it dies it decays and it goes to the soil is the one that James is measuring it as the body, as faith, the body and faith the same thing. And the action that people hate most, ndio sasa huyo anaichukua na kusema kuwa hiyo sasa ndio the spirit. When you die, it goes in heaven. So this one gives us the agenda ya kuonyesha kuwa when Jesus said that where your treasure will be is where your heart will be. So actions behaves as a spirit to drive the body, to make the body be moving. But hilo ikiwa haliwezi kufanyika, then you are a dead person in the church. Hawezi kufikia ule utendakazi wa kutimiliza kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya utendakazi wa ufalme wa mbinguni. So we must demonstrate the agenda of faith by realizing kile ambacho kinahitajika kwa kutimiliza ule utendakazi
vile Mungu amekuamuru upate kufikia. Kufikia hapo, nafikiri tumeelewa the meaning of sacrifice. Sacrifice tumesema kuwa inakuwezesha wewe kukamilika katika imani ambayo unaikiri. Kama hawezi kusacrifice, your heart cannot allow you to sacrifice. And if you can sacrifice like Cain, because kuna those sacrifices ambazo they cannot receive acceptance, because there is some sacrifice, or you can sacrifice like Abel. That sacrifice will demonstrate the faith that you have, that he make perfect. Then you will be part of the people that are alive in the church, and you are on the line with the people that are going to the kingdom of God. But if you can sacrifice like Cain, you belong to the category of the dead people. Or if you can sacrifice, you can completely refuse to sacrifice and sit there. Then you remain to the category of the people that are dead. But if you can come out and sacrifice like Abel, sacrifice like Jephthah, sacrifice like Abraham, sacrifice like Jacob, sacrifice like Moses and many other people, you see the gravity of their sacrifices. Then you belong to the people that the Lord is talking about here. Like the apostles, the people that sold their homes for the sake of the kingdom. Then now, katika utendakazi, you belong to the category of the Lord is talking about. You have made your faith perfect, and you are among the people that can enter into the kingdom of God. Hallelujah. But if you just came to sacrifice your body, then we don't understand. Because katika utaratibu, the Bible is not giving us any person in the Bible who said, I will just sacrifice my body and be there and I will end. Who entered? Bwana asifiwe. We see people that went the extraordinary mile and they did things in extraordinary way, ndio wakafikie ule utendakazi kamili wa kutimiliza kile ambacho kinahitajika kulingana na utendakazi wa ufalme wa mbinguni. Mungu awabariki.